Katika somo la siku ya leo, na leo tunajua pekee sana ujumbe makini, vijumbe ambavyo tutapitia moyo kuamka na kusonga mbele katika imani. Hivi ni nani mwanzo mpaka mwisho, na tunapokwenda kuanza somo letu lenye kitu kinasema njaa ya hatari isiyo na msaada. Njaa ya hatari isiyo na msaada, basi jiandae. Na tunapokwenda kuanza somo letu, tuanze na ombi fupi. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya siku nyingine tena, na sasa ni wasaa wa kuhitaji kujifunza neno lako. Naomba Roho wako Mtakatifu ndiye aliye mwalimu, aliyewawezesha waandishi kwa neema yake kuandika ujumbe huu, asaidie sisi nasi tupate kuelewa. Bariki msikilizaji na mtazamaji, nami Bwana ukalitumie kwa viwango visivyo vya kawaida. Neema yako yatosha, ni katika jina la Yesu, amen. Mtazamaji mpendwa, kama kuna kitu ambacho kimekuwa kikifanya watu washughulike, watu wasafiri, watu waende mbio huko na huko, ni kwa sababu ya chakula. Watu wanapambana na maisha, watu wanaamka alfajiri, watu wanazunguka mchana na usiku kwenda kutafuta riziki, na kubwa katika yote, 99% ya hao wanaotoka nyumbani kwenda katika kazi ni kwa sababu ya kula. Na kama ungekuwa hakuna njaa, watu hawaishi kwa sababu ya kula, inawezekana watu wasingefanya kazi. Lakini watu tunapambana, watu wanashughulika, ni kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo tunapojifunza somo hili, shauku yangu ni kuona vile ambavyo yaonekana watu wengi leo wana shauku ya kufanya vitu fulani, lakini kubwa katika yote wamesahau kuweka akiba ya chakula. Na Mungu amezungumzia kwa swala la njaa hata viumbe wengine, ikiwemo chungu, yani simizi, wao hujiwekea akiba kwa ajili ya siku za usoni, wakijua wakati huo hakutakuwa na akiba ya chakula. Hivyo wao hujiwekea akiba ili wapate kula wakati wa ari, wakati ambako chakula kimekuwa kimetindika, wao ndipo hutumia akiba yao. Mungu akasema jifunze kwa hao chungu walio viumbe wadogo, ambao hao nao wanaweka akiba ya chakula. Ni kwa nini? Sababu kubwa, njaa. Wako waliosafiri kwenda nchi za mbali, ikiwa ni wafugaji, wanatafuta malisho kwa sababu ya mifugo, wanatafuta maji kwa sababu ya mifugo, ili kwamba mifugo yao isife. Na wako ambao huamka alfajiri kwenda kutafuta chakula. Na maana yake ni nini? Ikiwa hawatatafuta chakula, watu watakufa, watoto watakufa, hao pia. Njaa haina mbadala. Ninakumbuka mwanzoni mwa miaka 90 nisimuliwa kisa hiki. Babu yangu na rafiki zake walikuwa wanafanya biashara ya kuchukua mazao, wanachukua mazao yani Mkelewe kule mkoani Mwanza, wanakwenda kuuza maeneo ambayo kulikuwa kushia chakula. Ninakumbuka wakati fulani ilitokea njaa maeneo ya Sengerema kwa Wazinza huko. Na kwa njaa ilivyokuwa kubwa, njaa ilivyokuwa kali, njaa ilivyokuwa kutisha, mtazamaji mpendwa, nilifikia katika familia fulani, wamefika sababu siku, wamefika na mtungi wao kubwa, wameweka magunia ya chakula, na kwa sababu ni usiku hawakumwambia yeyote, ikabidi watafute hifadhi. Walipomaliza kula wakaomba kwenda kupata hifadhi sehemu ya kulala. Nyumba waliofikia waliwakuta watoto wanalia, watoto wanalia, watoto wanalia, watoto wanalia. Shida ni nini? Wakawaeleza, leo hapa nyumbani hatuna chakula. Cha kushangaza na kusikitisha, ili watoto wapewe tumaini ya kwamba leo kuna chakula, ile familia, baba na mama, walichukua mawe wakayainjika ndani ya sufuria, wakatia maji wakainjika kubadilika jikoni. Mawe yakawekwa moto katika jiko, tuli sipo, lakini unga hakuna.
viazi hakuna, miogo hakuna, maboga hakuna, hakuna hata matunda, hakuna hata milizi, hata miwa. Kwa hiyo wakaanza kuchochea moto, maji yakachemka. Watoto wakaona kuna tumaini la kupata chakula, wakatulia. Lakini baadaye muda ukaendelea, watoto njaa ikakosa uvumilivu, wakaanza kulia tena. Walilia, mama anachukua kijiti anachoma kwenye mawe, anaambia wanangu, nilieni, bado viazi havijaiva. Ukweli ni kwamba hakukuwa na viazi, ila mawe yaliyokuwa kwenye sufuria. Ila ni nini? Njaa. Kisha kisa hiki zote lakini bado wazazi hawakuwa na tumaini kuhusu kesho itakuwaje. Watoto wamelala, ni kweli. Je, kesho? Nakumbuka kisa kingine. Wako ndugu mmoja, yuko mtani wangu mmoja, wao walisafiri wakaenda maeneo ya Magu. Walipokwenda maeneo ya Magu kule wilayani Mwanza, wakiwa wamepeleka bidhaa, wamefika usiku, na wao wamesafiri wakiwa na mtumbwi jamii aina ya ngama, ambayo kazi yake ni kubeba, ni majazi, kazi yake ni kubeba mizigo, wanasafirisha mizigo. Wakasafiri, chakula walichokuwa nacho kiliwaishia kabla hawajafika, kiliwaishia wakiwa ndani ya maji. Walifika usiku, wana njaa kali, wakasema hatuwezi kufa kwa njaa. Wakasikia mahali fulani kuna vilio, watu wakilia. Wakauliza imekuwaje? Wakasema kuna mtu amefariki. Mmoja katika wale waliokuwa katika mtumbwi akasema twende tukapate chakula kwenye ile nyumba msibani. Njaa haina alama. Walikwenda msibani. Walipofika msibani, huyu ambaye aliwaambia wenzake akawaambia, yeni mimi najua mchezo wote. Akaanza kulia. Alipoikaribia ile nyumba yenye msiba, akalia, akapiga yowe, anaanza kulia, analalamika, kwa nini marehemu ameniacha? Kwa nini umeondoka mapema? Kwa nini nimekuwa hivi? Hata wale ndugu walipoona wakajua, huyu ni nani? Mbona hatumfahamu? Lakini anamuita rafiki yangu. Tunataka kufanya na wazi. Ingekuwa aliyefariki ni mwanaume, alafu huyu ni mwanaume, alafu anaita rafiki yangu, ingeleta mashaka msimani. Lakini aliyekuwa amefariki ukweli ni kwamba alikuwa ni mwanaume. Walipofika akaanza kuwafokea, analalamika, kwa nini hamkunipa taarifa? Rafiki yangu amefariki, kwa nini hamkunipa taarifa? Lakini yote hayo ni kwa kitabu. Hiyo kwanza sema wewe. Maji pengi. Baada ya kuwa amenyamaza, wanasalimiana pale, anajitambulisha, yeye ni rafiki wa marehemu, imekuwaje, ikaenda kikarudi. Kweli ni kwamba walipikiwa wakala, lakini alfajiri kungali giza, saa 10 za usiku walitoroka na wakuaga, maana shida yao ilikuwa imetatuliwa. Njaa haina huruma. Kila siku duniani watu wapatao 8,000 au zaidi hufa kwa njaa. Watu 8,000 hufa duniani kila siku kwa sababu ya matokeo ya njaa ama kukosa chakula. Kila siku duniani. Jinsi gani ambavyo njaa haina huruma. Na hata wakati pale kulikuwa kuna misemo kwamba adui muombe njaa. Unataka kumdhoofisha adui yako, muombe njaa. Nakumbuka wakati wa vita ya Wareno kule Msumbiji wakipigania uhuru, ili Mreno aweze kumdhoofisha mwenyeji wa Msumbiji, aweze kuwadhoofisha hao waliokuwa wanadai uhuru, ilikuwa wanachoma mashamba na magara ya chakula. Maana watu wasiwezi kupata kitu, maana hawezi kujenga kia. Biblia inazo aya nyingi, visa vingi vya watu waliokumbwa na njaa. Yupo Ibrahimu alikumbwa na njaa, hata akatemkia Misri kwa sababu ya njaa ilikuwa kubwa Kanaani. Na katika swala hilo la njaa, Ibrahimu ni miongoni mwa watu waliokumbwa na njaa, hata akaondoka Kanaani akaenda Misri
kutafuta hifadhi ya chakula, kupata hifadhi lakini kuhitaji chakula. Na katika swala la njaa akiwa Misri ilifikia, ili aweze kujinusuru, alimwambia mke wake wakubaliane kwamba si mke wake ila ni ndugu yake. Njaa ilipelekea Ibrahimu kumweka rehani mke wake. Isingekuwa neema ya Mungu, Ibrahimu angemuoza mke wake, angemwacha mke wake, angemkataa mke wake kwa hofu ya kuuawa, lakini kubwa ni njaa. Wale nyinyi Isaka, je, Isaka naye mtoto wa Ibrahimu alikuwa na njaa, akataka kwenda Misri. Mungu akamwelekeza aende kwa Abimeleki. Soma Mwanzo 26 aya ya kwanza na pili. Kulikuwa na njaa katika nchi zaidi ya ile njaa ya kwanza iliyokuwa kwa siku za Ibrahimu. Isaka kaenda kwa Abimeleki huko Gerari. Njaa husababisha watu wasafiri kutoka sehemu zao kwenda sehemu nyingine. Lengo ni kutafuta chakula. Habari gani kuhusu wana wa Israeli wakati wa Yusufu akiwa Misri? Biblia inatueleza kisa cha Yusufu wakati akiwa gerezani. Farao akaota ndoto ya kwamba kutatokea masuke 7 yaliyonona, masuke 7 mazuri, lakini yatatokea masuke mengine 7 ambayo ni dhaifu, na yale masuke mazuri yataliwa. Na usiku huo anaota ndoto nyingine ya kwamba kutakuwa na ng'ombe 7. Aliona ng'ombe 7 wazuri walionona, lakini wakatokea ng'ombe wengine 7 ambao walikuwa wamekondeana, na kwa njaa yao na udhaifu wao wakawala wale ng'ombe 7 walionona. Ndipo Farao akashindwa kuelewa maana ile ndoto, akatafuta kwa wasomi, akaenda kwa wanajimu, akaenda kwa watu ambao walidhani wangemtegemea, wasomi, wasiri, wapiga bao, wote wapiga ramli, lakini hawakuweza kumwambia ile ndoto ilikuwa na maana gani. Mpaka nabii wa Mungu Yusufu mwana wa Yakobo akamwambia Farao habari na ile ndoto na maana yake, kwamba kutatokea njaa ambayo italeta shida sana, tena njaa ya muda mrefu, njaa ya miaka 7. Ndipo Farao akaomba atafute namna ya kupata suluhu. Watu walishindwa, lakini Farao anasema tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake, mwenye roho ya Mungu ndani yake atusaidie. Ndipo Yusufu akatawazwa mkuu wa mtawala na aweke mipango na mikakati ya kuhifadhi chakula ambacho kitatumika wakati wa njaa, si kwa Misri tu bali kwa nchi yote ambayo ilikuwa na njaa. Njaa baada ya miaka miwili ya njaa, Yakobo na familia yake walikumbwa na njaa, akawatuma vijana Misri. Yusufu anawapokea na watambua ndugu zake. Tunafahamu kisa hiki. Ukweli ni kwamba kilichowasababisha wana wa Israeli watoke Kanaani kwenda Misri ilikuwa ni njaa. Vile visa vingi kuhusu njaa. Habari gani kuhusu unabii ambao Mungu alisema kuhusu taifa la Israeli, ya kwamba kwa sababu ya uasi wao taifa lao lingeweza kutekwa na adui, lingeweza kuwekwa chini ya ulinzi wa maadui, wakafungiwa ndani. Unabii huu ukaambia kwamba kwa kutekwa kwao kutakuwa na njaa ya ajabu. Biblia inaeleza katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 42 wana wa Israeli kwenda Misri kwa sababu ya njaa. Yakobo alipoona ya kuwa, Biblia inasema Yakobo alipoona ya kuwa kuna nafaka Misri, akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Shukeni Misri mkatununulie chakula huko, ili tuishi wala tusife. Njaa inapozidi, swala huwa ni moja, kuna njia nyingine, kifo. Kwa Misri ilikuwa ni kimbilio. Yakobo akaliambia familia, vijana wake wakasafiri kutoka Kanaani, wakachukua fedha, wakachukua punda wao, wakasafiri kwenda kununua chakula Misri. Mwanzo 46 aya ya 3 na 4. Mungu akamwambia Yakobo, usiogope kushuka Misri, nitakufanya kuwa taifa kubwa huko. Njaa ilisababisha taifa la Israeli, wana wa Israeli wakasafiri kutoka Kanaani, wakahama kutoka Kanaani, wakapelekwa kuishi Misri. Na Farao akawapa eneo la Goshen, wakakaa huko miaka ilipokwenda. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 aya 53, utakula uzao wa tumbo lako kwa sababu ya shida na dhiki adui zako watakayokutesa.
adui watakapomtesa. Ilikuwa unabii huu ni wa kusikitisha, unabii wa kutisha, unabii ambao taifa la Israeli lilipaswa kuangalia ili Mungu aingilie kati. Kwa sababu ya uasi wao, kwa sababu ya ukaidi wao, iliwapelekea kwa kutokutii mapenzi ya Mungu. Mtazamaji mpendwa, miaka mingi baadaye njaa ilikumba taifa la Israeli, nchi ya Samaria. Ni kwa sababu ya uasi wa taifa hili, kwa sababu ya kutokutii mapenzi ya Mungu. Mataifa ya kipagani yaliweza kuwateka, yakawazungukia. Jeshi la mataifa ya kipagani likaizungukia watu wale, wakashindwa kutoka, wasiende kufanya kazi zao. Walikula chakula walichokuwa wameweka akiba. Baadaye chakula kilipokwisha, mtazamaji mpendwa, chakula kilipokwisha, walikula mavi ya njiwa, hata vichwa vya punda, nyama ya punda watu waliila. Vitu ambavyo ni najisi watu walikula kwa sababu ya njaa. Njaa inaweza ikakupelekea kufanya maamuzi. Njaa ilimpelekea Esau akauza haki ya mzaliwa wa kwanza. Njaa inatisha. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6:25, Biblia inasema kulikuwa na njaa kuu katika Samaria, hata kichwa cha punda kiliuzwa kwa fedha nyingi, na robo ya kibaba cha mavi ya njiwa kiliuzwa kwa fedha nyingi. Yaani njaa ikapelekea watu wakala mavi ya njiwa, wakasaga, watu wanapika mavi ya njiwa wanakula kwa sababu ya njaa. Lakini nyama ya punda na watu waliviuza. Shida nini? Watu walikuwa wanatafuta suluhu ya kuepukana na njaa. Si hivyo tu, wale wasiokuwa na fedha, kuna wanawake walikubaliana ya kwamba kwa sababu ya kujinusuru, naamini walisema kwamba tutaweza kuzaa tu watoto wengine, ni heri tuishi, Mungu atatujalia tutapata watoto wengine baada ya njaa kuishi. Wakakubaliana wanawake wawili, wakasema tuwachinje watoto wetu. Wakakubaliana mmoja awe wa kwanza amtoe mwanae ili wamchinje. Ni kweli walichinja mtoto, wakala. Siku inayofuatia kama walivyokubaliana kwamba sasa leo ni zamu ya kumchinja mwanao, huyu anapokwenda akakuta huyu amemficha mtoto wake. Alipomficha mtoto wake, huyu akaenda kwa mfalme kulalamikia ya kwamba tulikubaliana mwenzangu, kwa sababu ya kujinusuru na njaa, kujiokoa katika kifo, kwa sababu ya kufa kwa njaa, tulikubaliana tuchinje watoto. Ni kweli tumemchinja mwanangu, tukamla. Tulivyomla, zamu ilivyofika ya kumchinja mtoto wa mwenzangu amemficha mwanae. Mimi sina msaada mwingine, ninakufa kwa njaa, na tulivyokubaliana inakuwaje mfalme? Mfalme alishangaa sana. Lakini nini kilifanyika? Mfalme akamuuliza mwanamke, kusoma aya 28 hadi 29 Wafalme wa Pili sura ya 6. Anasema mfalme akamuuliza mwanamke, naye akasema, mwanamke huyu aliniambia, toa mwanao tumle leo, na kesho tutamla mwanangu. Basi tukampika mwanangu tukamla. Angalia jinsi ambavyo njaa haina huruma. Njaa ilipelekea watoto wakachinjwa. Njaa ilipelekea watoto wakaliwa. Njaa ilipelekea watu hawakuona thamani ya watoto tena, ila uhai wao. Hawakuona thamani ya uhai wa wengine. Shida ni nini? Shida ni njaa. Biblia inavyo visa vingi, lakini natoa tahadhari kuhusu njaa ambayo haijawahi kutokea. Njaa ambayo italeta majonzi, njaa itasababisha watu walie, njaa itasababisha watu wasafiri, watu waende mbio na huku na huko, watu waende kule na kule kutafuta chakula, lakini hawatakipata. Hii njaa haitakuwa eneo moja, hii njaa haitakuwa ya nchi moja, hii njaa haitakuwa ya bara moja, hii njaa itakuwa ni njaa ya dunia nzima. Tukisoma katika kitabu cha Amos sura ya 8, mtazamaji, sura ya 8 mstari wa 11, Biblia inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula, wala si kiu ya kukosa maji. Inasema angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula, wala si kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana.
nao watatangatanga kutoka bahari hata bahari, na kutoka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko, wakitafuta neno la Bwana wasilione. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu, na hao wapao kwa dhambi ya Samaria, na kusema, kama ishivyo Mungu wako, e Dani, na kama ishivyo njia ya Beersheba, hao nao wataanguka wasiinuke tena. Mtazamaji mpendwa, hii njaa ni njaa ya hatari. Njaa si ya kukosa chakula, sio njaa ya kukosa ugali, si njaa ya kukosa maji ya kunywa, ila ni njaa ya kukosa chakula cha kiroho, kukosa neno la Mungu, kwa sababu ya watu wengi leo kuto kuweka akiba ya neno la Mungu. Itafikia wakati neno ambalo leo watu wanapewa, watu wanahubiriwa, watu wanafundishwa kwenye nyumba za ibada, wanalipuuza. Hili watu watalitafuta wasilione tena. Hao wahubiri ambao unawaona leo, hao wahubiri ambao unawapuuza leo, hao viongozi, iwe ni maimamu, iwe ni mashehe, iwe ni wachungaji, iwe ni wainjilisti ama walimu wa neno la Mungu ambao wanafundisha leo, wanapuuzwa. Biblia inasema watatafutwa, wakati huo hawataonekana tena. Watu watatangatanga, watu watakimbia mbio, wataenda huko na huko wakitafuta watu wa kuwafundisha, watu wa kuwatia moyo, watu wa kuwahubiri habari za Mungu, lakini kwa sababu watu walipuuza, njaa itakapofika hakuna hata mmoja atakayepona. Watu wengi wataanguka. Mtazamaji mpendwa, ni kipindi gani hiki? Ni kipindi ambacho ujumbe wa Mungu, neno la Mungu litakuwa limepigwa marufuku. Biblia unayopewa leo bure, Biblia unayotangaziwa kununua kwa bei nafuu, hazitaonekana tena. Hawa wahubiri wanaotoa wito wakikwambia habari za matumaini, wakikwambia jitoe maisha yako, lakini kwa sababu unawapuuza, unawakataa, hauwajali, hautawaona tena. Kitakuwa ni kipindi ambacho ulimwengu utakuwa uko katika giza la kiroho, njaa ya kiroho, hakuna tumaini tena. Hiki ni kipindi ambacho hata wahubiri wengi watakuwa wamefungwa, wengine watauawa kwa sababu ya kutaka kutangaza ukweli. Hii mikutano ya hadhara ambayo leo inawekwa wazi, watu wanahubiriwa, watakuwa wamepiga marufuku. Hakuna mikutano ya hadhara itakayofanyika tena, watu waweze kuhubiriwa habari za matumaini. Nataka nikwambie, hivi vitabu ambavyo watu wanawagawia watu na watu hawasomi havitakuwepo tena. Hivi viwanda vinavyozalisha vitabu vitakuwa vimefungwa. Hivi viwanda vinavyozalisha vitabu vitakuwa vimefungwa, havitakuwepo tena. Hii Biblia ninayokutia moyo uisome leo, naomba uwe na bidii sana katika kujisoma. Unatakiwa ufanye nini? Moja, kama chungu ambavyo huwa anaweka akiba ya chakula cha kutumia kipindi ambacho chakula hakipo, anaweka akiba. Hata wewe weka akiba ya neno la Mungu katika moyo wako. Kula, weka akiba ya kupata kujifunza neno la Mungu, lipate kuwa ni akiba siku za usoni. Jambo la pili, kama kuna wakati ambao upaswi kupuuza neno la Mungu, upaswi kupuuza ukweli wa Mungu, ni kipindi hiki ambacho kuna amani. Jambo la nne. Jambo la tatu, Yusufu akiwa Misri, nchi ilimtumia kuweka akiba ya chakula. Hata wewe, ujumbe huu ni wito wangu kwako, kuweka akiba ya kujifunza, kuyachunguza maandiko. Weka akiba, soma, weka aya za Biblia ambazo zitakusaidia siku zijazo. Ujumbe huu uamini, ili siku za mwisho, siku zitakapokuja, siku za hatari, upate kusimama katika ukweli uliokuwa umejifunza. Ninaongea na vijana ambao leo wanashinda mitandaoni, hawana muda wa kujifunza wala kuyachunguza maandiko. Ninaongea na wazee ambao leo inawezekana wako busy kutafuta riziki kwa ajili ya familia zao, kutengeneza maisha, kuandalia watoto wao. Tumieni muda kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Tumieni muda. Hii mitandao ya kijamii tunaitumia leo kwa ajili ya kuwafundisha na kujifunza pamoja, itakuwa imepigwa marufuku, itakuwa imefungiwa. Utakuwa wapi? Je, utakuwa wapi?
na kupendekezea mchana wa leo, napenda kutoa wito. Fanya maamuzi. Kama kuna kitu cha thamani ambacho unapaswa kufanya leo, ni kuichagua Biblia kuwa kitabu chako, kuchagua Biblia kuwa chakula chako kila siku, asubuhi na jioni. Kama unavyoweka bajeti ya chakula, ya wali, ya ugali, ya chai, ya chakula cha mchana, ya chakula cha usiku na vyakula vingine ambavyo unakula, weka akiba. Tenga muda wa kujifunza neno la Mungu. Huu ni mgodi wa thamani. Ndani yake kuna lulu, ndani yake kuna ujumbe wa thamani, ndani yake zimo habari za matumaini, habari njema iletayo wokovu. Ni katika Biblia na Biblia pekee ndiko liko tumaini. Daudi anaandika, anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Zaburi 119 aya 105 na 106 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia yangu. Unapoishi bila kusoma neno la Mungu ni sawa na mtu anayetembea gizani. Hatari ni nyingi, utaanguka katika mashimo ya dhambi, utajikwaa na unaweza kupoteza uzima wa milele. Adui yuko macho. Thamani ya Biblia ni kubwa, ndio maana ukitaka kukisoma shetani anajua utapata nuru, utapata maarifa, utapata hekima, utakuwa karibu na Mungu. Ndio maana daima ulete kila vikwazo usipate kusoma Biblia. Moja, wako wanataka kusoma Biblia lakini wanapoishika tu wanasinzia. Usiache, anza na maombi. Tena wale wanapoenda kuomba, shauku yangu ni kwamba ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Usipuuze neno la Mungu. Itakuja njaa ya hatari, njaa ya hatari. Hivi juzi tu nimetoka kuona katika mitandao ya kijamii. Niliona katika mitandao ya kijamii, katika mtandao wa TikTok, familia moja wanakula mchanga. Niliumia sana, nililia sana. Kama familia hii ili jinusuru kula mchanga, wewe unakula saizi, tenga muda pia wa kula neno la Mungu. Ninacho kisa cha mdogo wangu, alikuwa Msumbiji kule, walisafiri umbali mrefu, wakaishiwa hawakuwa na chakula, wana fedha lakini wako polini. Walikunywa maji machafu kwa sababu ya kiu. Walikula majani ili kuinusuru na njaa, ili wapate nguvu za kuendelea na safari, ili kutafuta usalama wao, ili kujiponya nafsi. Hata wewe fanya maamuzi leo na kupendekezea Biblia hii, neno la thamani, ni tamu sana. Itakuongoza kuishi maisha matakatifu, itakutia nguvu kipindi kile wakati wa njaa. Itakuwa ni akiba yako ikiwa unaisoma katika zamani hizi. Napokwenda kuomba, natamani niombe kwa ajili yako. Ikiwa kuna changamoto yoyote, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Si wakati wa kucheza na ulimwengu. Si wakati wa kucheza na ulimwengu. Tuombe. Baba mtakatifu, muumbaji wetu, asante kwa ajili ya mchana wa leo. Asante kwa ajili ya siku hii njema tena. Umetujalia kujifunza mapenzi yako. Umetuwezesha kuiona nuru yako. Na umetufundisha kuwa na tahadhari kwa ajili ya siku zijazo. Njaa isiyokuwa na huruma. Wengi watatanga mbali kwa sababu ya kukosa kuyasikia maneno yako, kwa sababu ya kukosa kupata ujumbe wa matumaini. Lakini leo umetupatia siri tupate kuweka akiba kwa kusoma na kununua, lakini kujifunza neno lako. Mbariki msikilizaji wangu, ikiwa yuko mwenye changamoto, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa ni mgonjwa, Bwana ninaomba ukamponye kwa jina la Yesu. Ikiwa na changamoto ya kiafya, Bwana ukamsaidie kwa jina la Yesu. Ikiwa na changamoto ya kiuchumi, Bwana ukafungue milango ya uchumi, nyumba yake ikabarikiwe. Ikiwa ana hofu ya maisha haya, Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu, tengeneza imani yake, weka imani ndani yake, muongezee imani kuhusu kutumainia wewe. Naomba kwa ajili ya watoto wetu ambao Bwana katika zamani hizi kumekuwa na mambo mengi ambayo wanakutana nayo, wanajifunza, lakini wasaidie katika zamani hizi, wapende kuchunguza maandiko yako, wapende kuichunguza neno lako, wapende kupata maarifa kutoka katika kiti chako cha enzi. Bariki msikilizaji, wabariki wote ambao Bwana wameguswa na somo hili, na mwisho wafanye maamuzi kuishi kwa mapenzi yako.
neema yako yatosha. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Tujalie wakati mwingine kupata kujifunza mapenzi yako. Ni kwa jina lake Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.